Malalamiko hayo yametolewa na baadhi ya wananchi kwa naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi wakati wa kujadili changamoto zinazochangia wananchi wengi kutolipa kodi ya ardhi na kusababishia serikali hasara. Katika kuingia kwenye mfumo huu mpya, inaonekana kwamba kodi ya shamba hilo imekosewa ukubwa na ikaleta bili kubwa, na sasa katika kuleta bili hiyo kubwa imeshindikana kulipwa kwa sababu ukubwa imeonekana ni Laki 277 ukilinganisha na ukubwa wenyewe ambao ni hekta 194. Tumepokea notice inayotuelekeza kwamba tunadaiwa tokea mwaka 2014 na ukizingatia tulikuwa tunalipa na baadhi ya malipo nayo hapa, lakini wametuambia taarifa zetu hazija retrieve kwenye mfumo mpya wa ardhi. Sasa na taarifa nyingine zote zilikuwa kwenye ule mfumo wa land rents. Kwa hiyo tunaomba tusaidie mheshimiwa, tumeletewa bili kubwa sana hapa. Wakati huo mzee wangu ananunua eneo, sasa hivi ni marehemu, aliandika makazi na biashara, lakini hakuweza kufanya kitu chochote katika wakati alivyonunua. Baada ya hapo nikaletewa bili ya milioni 28 kulipa, anadaiwa kodi ya ardhi. Nilienda ofisi ya Monduli na nikapewa mahesabu, nikaja nikaanza kulipa lile maeneo mpaka nikamaliza deni. Wakati wa mwaka 2022 alivyotoa msamaha Mheshimiwa Rais, nikaambiwa nilipe kiasi cha shilingi milioni 6 baada ya kuandika barua ya kufutiwa interest. Lakini Mheshimiwa Waziri, kikubwa mimi ninachokilalamika ni kwamba nimelipa, sidaiwi, lakini bado unapata message ya kudaiwa. Akizungumzia changamoto hizo, naibu waziri wa ardhi amesema serikali inaendelea kuzifanyia kazi kwa kupima ardhi na kuendelea kutoa elimu kwa wananchi. Kwa hiyo hatutegemei katika nchi hii baada ya upimaji huo kukamilika tusikie kijiji fulani na kijiji fulani, wilaya na wilaya, mkoa na mkoa kuna mgogoro. Haiwezekani. Sanyeni ushahidi uliotosheleza, mutoe maamuzi yasiyo na upendeleo, simamieni haki. Hakikisheni mashauri mliokuwa nayo unaamaliza kwa haraka, kesi isichukue muda mrefu. Hakikisheni msikilize vizuri, kusanyeni ushahidi kwa haraka, wasikilizeni mashahidi wanaeletwa ili muweze kutoa maamuzi kwa haraka. Hata hivyo, wananchi hao wameiomba Wizara ya Ardhi kuendelea kufanya uhakiki wa taarifa zilizopo kwenye mifumo ya kidijitali ili kuondoa makosa yanayoweza kusababisha madai yasiyo sahihi na kuhakikisha huduma za ardhi zinakuwa bora na endelevu.